Wakati Hassan Rafaeli akitoa tahadhari kwa klabu zote za Simba na Yanga kuelekea mechi za kimataifa CAF Champions League, kocha wa Chipa United Luis Emmanuel amesema itakuwa ni aibu kwa Romain Folz na Dimitri Pantev kama Yanga na Simba zitashindwa kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Emmanuel ambaye aliwahi kukinua kikosi cha Yanga alisema kutokana na ubora wa vikosi vilivyoundwa na klabu hizo mbili, hakuna sababu ya kishindwa kufuzu hatua ya makundi msimu huu. Nitasema wazi itakuwa ni aibu kwa makocha wa Simba na Yanga kama timu zao zitabwagwa na klabu kama Singizeni Hotspurs ya Eswatini na Silver Strikers ya Malawi, amesema Emmanuel akizungumza kwa njia ya simu kutoka Afrika ya Kusini. Kocha huyo raia wa Ubelgiji alieleza kuwa viwango vya soka la Tanzania vimepiga hatua kubwa katika miaka ya hivi karibuni, hasa kupitia uwekezaji uliofanywa na klabu hizo mbili kubwa nchini. Simba na Yanga sasa ni timu za kiwango cha juu Afrika, zina wachezaji wa kimataifa, zinalipa vizuri. Ukishindwa kushinda dhidi ya timu kutoka Eswatini au Malawi, unapaswa kujiuliza maswali magumu, aliongeza. Oktoba 18 mwaka huu Yanga itakabiliana na Silver Strikers kwenye uwanja wa Bingu uliopo Malawi, huko Oktoba 19, 2025 Simba nayo itakuwa ugenini kucheza dhidi ya Singizeni Hotspurs kwenye uwanja wa Samuhololo huko Eswatini. Emmanuel amesema hana shaka na uwezo wa wachezaji wa klabu hizo, lakini ametoa tahadhari kwamba makocha wanapaswa kuepuka kujiamini kupita kiasi na kuandaa timu zao kwa nidhamu. Nimewahi kuona makocha wanapoteza mechi rahisi kwa sababu ya kiburi au kujiamini katika michuano ya Afrika. Kila dakika ni muhimu uweze kuchukulia poa mechi yote, alisema. Akizungumza, kocha husika Emmanuel alisema Folz ni kocha mwenye falsafa nzuri ya pasi fupi, lakini anapaswa kuhakikisha timu yake inakuwa na uhai mkubwa wa kushambulia. Kwa upande wa Pantev alisema anatakiwa kuwa na hesabu kubwa tofauti na alipokuwa na Gaborone United. Kocha huyo alihitimisha kwa kusema kwamba anatarajia kuona timu hizo mbili zikitinga hatua ya makundi bila wasiwasi, kwani hiyo ndio njia pekee ya kuthibitisha ukuaji wa soka la Tanzania kwenye ramani ya Afrika. Mbali na Simba na Yanga ambazo zinaiwakilisha Tanzania katika ligi ya mabingwa Afrika upande wa kombe la shirikisho Afrika, Azam itakuwa na kibarua cha kukabiliana na KMKM ya huko Zanzibar, huku Singida Black Stars ikiwa na mtihani wa kucheza dhidi ya Flambeo de Center ya Burundi. Yanga yenyewe itamenyana leo majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ipo huko nchini Malawi, mchezo wa kwanza wa kusaka hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi. Na hii ni Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu kwa haraka zaidi pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV, kusudi letu ni kukusanyia mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, updates mbalimbali, tetesi zinazoendelea ndani ya soka letu la NBC Tanzania bara, kusudi wewe mtazamaji wetu usipitwe na chochote kile kinachoendelea ndani ya uwanja na nje ya picha ya uwanja, kwa maana ya wadau wanasemaje kuhusu soka na namna timu zinavyopambana kufika hatua kubwa kimataifa, pamoja na kuendeleza ubabe mwingine ndani ya NBC Premier League. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Muhimu ni kusubscribe. Kwaheri.